أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa wana mizani popote mlipo. Leo ni siku ya Jumanne tarehe 8 mwezi wa Aprili 2025, sawa na mwezi wa Shawwal, yani mfungo mosi tarehe 9 1446 Hijria, kwa mujibu wa kalenda ya Kiislamu. Mada tulionayo hii leo, tutazungumzia namna ambavyo baadhi ya shule za sekondari hapa nchini, shule ambazo ni za mabweni, zinavyowabagua watoto wa Kiislamu na kusababisha washindwe kutekeleza baadhi ya matukufu ya Uislamu kwa kuwabana kutoka mashuleni wakati wa siku zinazohusika katika utekelezaji wa ibada hizo, wakati kwa upande wa pili wenzetu wa dini ya Kikristo hawana mbinyo unaowafanya katika sikukuu yao yoyote ile kuweza kubakia mashuleni kwa kukosa ruhusa. Hili ndio jambo ambalo tutalijadili hii leo, ambapo baina ya sisi kama wazazi na kama Waislamu na baina ya baadhi ya shule za sekondari zinazowabana watoto wa Kiislamu, katikati yetu ni serikali, ambayo kuna Wizara ya Elimu ya Taifa ambayo ndio inayohusika juu ya kutatua tatizo kama hili, na Wizara ya Elimu kadhalika imeshawahi kutatua matatizo mengi ya namna kama hiyo na yakamalizika. Mnamo tarehe 31 Machi 2025, Waislamu katika Tanzania tuliungana na Waislamu wengine duniani kote kusherehekea sikukuu ya Eidul Fitri, inayomaanisha kukamilika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo Waislamu kote duniani walikuwa katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa neema zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sikukuu hiyo imepita salama na Waislamu na kwa ujumla jamii ya Watanzania, ambayo kwa kawaida tunashirikiana katika matukufu ya dini zetu kubwa, yani Uislamu na Wakristo, bila kubaguana, na tukaanza mwezi mpya wa Shawwal, yani mfungo mosi, huku tukiamini kwamba ibada zetu za funga za siku 30 za mwezi wa Ramadhani zimepokelewa na kutakabaliwa sambamba na ibada nyingine zote tulizotekeleza ndani ya kipindi hicho cha mwezi wa Ramadhani. Kadhalika hatuwezi kujisahaulisha mchango wa jeshi la polisi ambalo lilishiriki kikamilifu kuhakikisha maeneo yote ya mikusanyiko ya watu, hasa watoto, wakisherehekea kwa amani, na vile vile wito uliotolewa na kamanda wa kanda maalum ya jiji la Dar es Salaam, Kamanda Jumanne Muliro, ambapo wakati huo alitoa tamko na kutoa nasaha kuhimiza amani katika siku zote za sikukuu na katika mikusanyiko ya watu ambapo walikuwa wakikusanyika sehemu mbalimbali, na sina shaka katika mikoa mingine yote ya Tanzania makamanda wa mikoa walifanya kama hivyo, ili Mwenyezi Mungu ajalie amani na taufiki ya kusherehekea salama sikukuu yetu. Na bila shaka tunashukuru Mungu na kuwashukuru wao kwa sababu hakuna matukio mabaya yaliyoripotiwa katika kipindi hicho. Hata hivyo, wakati tukiendelea kutafakari masuala mbalimbali yanayoandamana na siku hiyo, ni vyema tujadili dosari moja ambayo imezoeleka katika nchi yetu kwa kiasi cha kuonekana kama isiyo na athari zozote kwa ustawi wa maendeleo ya Uislamu. Dosari ya kutokuwepo kwa utaratibu wa kisheria unaoruhusu wanafunzi wa Kiislamu walioko katika mashule ya mabweni kushiriki sikukuu za kidini pamoja na wazazi, ndugu na familia zao, kama ambavyo ni sehemu ya himizo la kidini katika sikukuu ya Eidul Fitr. Katika nchi yetu limekuwa ni suala la bahati tu kwa vijana wa Kiislamu waliopo katika shule za sekondari za bweni kushiriki sikukuu za Kiislamu kwa mujibu wa misingi ya dini yao, kwa vile sikukuu nyingi huwakuta wakiwa mashuleni ambako kwa vyovyote hawawezi kutekeleza misingi ya sikukuu hizo kiibada na kisherehe kwa ukamilifu wake. Ninayo malengo mawili katika kuelezea dosari hii. La kwanza ni kubainisha dosari yenyewe pamoja na athari zake kwa watoto ama vijana wa Kiislamu, na athari ya ndani ya mioyo yao katika kukuza imani ya dini, katika kushiriki kwao katika shughuli zinazohusiana na kukuza imani katika masiku hayo ya sikukuu. Kwani katika Uislamu hii tunaiita ni sikukuu, lakini kimsingi ni ibada, na yote yaliyomo ndani ya sherehe hizo
yanazingatiwa katika Uislamu kuwa ni ibada. Kwa hiyo ni wajibu wa kila aliye Muislamu kushiriki kwa ukamilifu bila kuwa na kizuizi chochote. La pili, kujaribu kupendekeza namna ambayo dosari hiyo inaweza kushughulikiwa na kuondoshwa ili jamii yetu ionekane kuwa kweli ni yenye haki sawa kwa watu wa imani zote, na serikali yetu ibebe taswira halisi ya usekula kama inavyojitangaza tangu tulipopata uhuru. Kimsingi Tanzania inazo sikukuu 6 za kidini ambazo tangu ukoloni hadi uhuru serikali imezirasimisha kuwa sikukuu rasmi za kitaifa. Sikukuu hizi ni pamoja na sikukuu ya mwanzo wa mwaka ambayo husherehekewa Januari mosi kila mwaka. Sikukuu nyingine ni ile ya Pasaka ambayo husherehekewa katikati ya mwezi Aprili kila mwaka, na sikukuu ya tatu ni Christmas ambayo husherehekewa mwishoni mwa mwezi wa Disemba kila mwaka, na hizi ni sikukuu adhimu na tukufu kwa mujibu wa imani ya dini ya Kikristo. Sikukuu hizi 3 ni za Kikristo. Miaka yote huangukia katika sikukuu za likizo za mashule kwa mujibu wa ratiba zinazotengenezwa na kuratibiwa na Wizara ya Elimu ya Taifa. Kwa kuwa ndani ya vipindi vya likizo wanafunzi wa Kikristo hupata muda wa kutosha wa kufanya maandalizi ya kusherehekea sherehe hizo kwa mujibu wa misingi ya dini yao, na hawana kinachowazuia kushiriki kwa sababu tayari ratiba ya Wizara ya Elimu ishaziweka ratiba utekelezwaji wa sikukuu hizo uendane na siku ya Christmas. Kwa upande wa Uislamu tunazo sikukuu 3 kadhalika kubwa ambazo nazo zimerasimishwa kwa kuwa sikukuu rasmi za kitaifa, na katika tarehe zake hufanywa mapumziko ya shughuli zote za kiserikali zikiwemo zile za mashule. Sikukuu hizo ni pamoja na Eidul Fitr, sikukuu ambayo inafuatia kukamilika kwa mwezi mtukufu Ramadhani. Kuna sikukuu ya Eidul Adha ambayo husherehekewa mara tu mahujaji wanapokamilisha shughuli za kuhiji, na sikukuu ya 3 ni ile ya kuzaliwa kwa bwana wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa bahati mbaya au kwa mpango maalum, pamoja na sikukuu hizi za Kiislamu kurasimishwa kuwa za kitaifa na kupewa hadhi ya mapumziko katika tarehe zake, lakini mara nyingi huangukia katika vipindi ambavyo si vya likizo kwa mujibu wa ratiba ya Wizara ya Elimu. Matokeo yake, pamoja na nadharia hiyo ya mapumziko, lakini watoto wa Kiislamu huwajibika kusherehekea sikukuu hizo mashuleni kinyume na wenzao wa Kikristo kama tulivyokwishaona hapo nyuma. Jambo hili husababisha washindwe au wakose kusherehekea sikukuu hizo kikamilifu kwa mujibu wa misingi ya Kiislamu, na zaidi kuliko yote watoto wa Kiislamu hunyimwa fursa ya kutekeleza ibada zinazoambatana na sikukuu hizo. Sikukuu za Kiislamu ni miongoni mwa matakatifu ya dini ya Kiislamu, na kuzisherehekea ni sehemu ya ibada katika Uislamu, na kwa vile ni ibada basi ni lazima zisherehekewe ndani ya makusudi na misingi ya kidini inayoongoza sikukuu hizo. Mfano, katika Uislamu sikukuu ya Eidul Fitr ina makusudi mawili makuu. Kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutuwezesha kila mmoja wetu kukamilisha utekelezaji wa ibada ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambayo ni moja kati ya nguzo 5 za Uislamu. Maelekezo kutoka kwa bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yanasema, buniya al-islamu ala 5: shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqami as-sala wa ita'i az-zaka wa sawmi Ramadan wa hajji al-bait. Uislamu umejengwa juu ya msingi wa mambo 5. Kwanza ni kushuhudia ya kwamba Mungu ni mmoja peke yake na kwamba Muhammad ni mtumwa na ni mjumbe wake. Hiyo ni nguzo ya kwanza ambayo ina sehemu 2. Nguzo ya pili ni kusimamisha swala 5. Nguzo ya 3 ni kutoa zaka katika mapato, mifugo na kadhalika. Kufunga Ramadhani ni nguzo ya 4, na kuhiji Maka ni nguzo ya 5. Haya ni mambo 5 yanayofanya na kujenga jengo zima la Uislamu. Kwa mujibu wa miongozo hiyo, usherehekeaji wa sikukuu hizo huandamana na ibada ya swala ya Eidul Fitri. Tunapozungumzia sikukuu ya Eidul Fitri, pamoja na kutenda mambo yaletayo furaha katika familia na jamii kwa ujumla kama kula vizuri, kuvaa vizuri, pamoja na kutenda matendo ya huruma na upendo kwa wengine ili kumpendeza Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa mambo muhimu sana kwa watoto wa Kiislamu, kwanza ni kushiriki katika shughuli za ibada ya Eid, kadhalika kuwa pamoja na wazazi
kadhalika kuwa na nguo mpya nzuri za kuvaa ili wapendeze, na kuvaa nguo huwezi kukamilishwa kwa kupewa ruhusa wanafunzi siku ya Idi ile ile ndio waruhusiwe kwenda majumbani, na wakati mwingine hawaruhusiwi kabisa. Kwa mfano katika Idi hii Fitri iliyopita, hii tulionayo hivi sasa, watoto katika baadhi ya shule walipewa taarifa kwamba watatakiwa waondoke mashuleni tarehe 28 ya mwezi wa 3 na kurudi tarehe 8 ya mwezi wa Aprili. Ghafla ikaja kalenda ya Wizara ya Elimu inayoonyesha kwamba watoto hao hawatakiwi kutoka shuleni tarehe 28. Amri hii au ratiba hii inazuia kabisa watoto wa Kiislamu kushiriki pamoja na wazazi wao, kushiriki ibada ya Idi na matukufu mengine yanayotakiwa wao washiriki pamoja na wazazi wao kama matakatifu ya Uislamu, jambo ambalo wizara katika ratiba yake haikuyazingatia na imeyapuuza, ama kwa makusudi ama kwa kutokuelewa. Lakini tunajua kwamba serikali inajua kwamba Eid al-Fitri ni sherehe maalum ya kidini, na wakati inaposherehekewa Eid hiyo, serikali hutoa mapumziko ya kitaifa kwa kuwa Eid yenyewe ni ya kitaifa. Hatujui ni kwa sababu gani, iwe ni kwa njama za namna yoyote ile, kuwazuia watoto kwa kuleta ratiba inayowabana wasishiriki katika ibada hiyo. Hayo ni malalamiko yetu ya kwanza katika jambo hili. Matendo ya upendo na huruma, hayo ni miongoni mwa mambo ambayo yanatakiwa yafanywe na Waislamu katika mwezi huo baada ya kufungua, yani siku ya Eid. Kuonyesha matendo ya huruma yakiwa ni pamoja na kutoa zakatul fitri, ambayo makusudi yake ni kuwapa ndugu, jirani na marafiki ambao wana uhitaji, ili na wao waweze kusherehekea sikukuu hiyo kwa furaha na amani na kuthibitisha upendo na ushirikiano uliomo ndani ya Uislamu. Mengine ni pamoja na kutembelea, kuwafariji wagonjwa, ndugu, jamaa na marafiki, na kukusanyika na kufurahi kwa pamoja na ndugu na jamaa, na vile vile kukusanyika familia za watu mbalimbali wapate kutambuana, kujuana hali na kujuana matatizo yao kwa nia ya kuleta umoja na mshikamano. Lakini vile vile kuna matembeleano baina ya Waislamu na Wakristo ambao wana marafiki na hata ndugu wako Waislamu ambao wamezaliwa tumbo moja, mama mmoja, baba mmoja, lakini wengine Wakristo, wengine Waislamu. Siku ya Eid wanakutanika, na walillahi alhamdu, wajenzi wa taifa hili waliacha misingi bora na imara zaidi kuliko nchi nyingi za Kiafrika, ambapo Tanzania wanaishi kama ndugu bila kubaguana kwa sababu za kidini. Hilo ni moja katika mambo ambayo inatakiwa kulindwa kwa nguvu zetu zote, ili kuhakikisha kwamba hakuna ubaguzi wa namna kama hiyo unaweza ukatokea. Lakini kwa kitendo hiki cha Wizara ya Elimu au baadhi ya shule kinaonyesha kuanzisha utaratibu ambao baadaye utaleta athari mbaya zaidi ya ubaguzi. Kimsingi mambo haya yote yanahitaji maandalizi ya kutosha, kwa kuwa vyovyote vile hayawezi kabisa kutekelezwa kikamilifu katika mazingira ya mashuleni, ambako hata kama kutaandaliwa sherehe wawezi kutekeleza ibada zao huko shuleni, wasiruhusiwe kuja nyumbani kama ilivyotokea mwaka huu, basi zitahusu zaidi maandalizi ya sherehe, kwa maana Watanzania wengi wanaamini kwamba sherehe ni kunywa pombe, sherehe ni kuvaa vinguo vya kutembea nusu uchi, sherehe ni kupiga disco, itaandaliwa disco pale shuleni, vitu ambavyo vyote hivyo vinakatazwa katika Uislamu na si sehemu ya sherehe katika Uislamu, wala havihusiani na sikukuu katika Uislamu. Hilo ni kusudi la kwanza. Makusudi ya pili ya sikukuu ya Kiislamu ni kuimarisha hisia za upendo wa waumini, hususan vijana, kwa dini yao ya Kiislamu. Yani kutokana na hayo yaliyotangulia kuelezwa hapo juu, basi kupitia sikukuu hiyo imani za Waislamu huzidi kuimarika na mapenzi na mahaba baina yao huzidi kuwa makubwa zaidi. Moja ya iliyokuwa mikakati ya kikoloni katika mifumo yao ya utoaji elimu ilikuwa ni kuhakikisha wanawakandamiza Waislamu katika nchi yetu hii ya Tanzania wasiweze kupata elimu, kwa kuhakikisha kila anayepata elimu anaangukia katika Ukristo au anapoteza kabisa mvuto kwa imani yake ya Kiislamu. Hapa nitatoa maelezo kidogo. Wakoloni walipotoka Ulaya kuja kuzikoloni na kuzikalia nchi zetu kimabavu, hawakuja na rasilimali fedha mkononi mwao. Kilichowaleta huku ilikuwa ni kugawana nchi zetu kama vile tunavyogawana mashamba, kwa maana ya mavuno, wapate kuvuna rasilimali za asili katika nchi yetu. Walijenga mashule ambayo waliyakabidhi kwa makanisa, na makanisa yakatengeneza utaratibu wa kuhakikisha kwamba kila anayekwenda kusoma ni lazima sharti la kwanza asiwe Muislamu. Ni kwa msingi huo walijaribu baadhi ya Waislamu kubadilisha majina yao
lakini wengine wakaanguka kabisa wakawa katika Ukristo, na kuna wengine walibadilisha tu majina kwa kutaka kuficha utambulisho wao wa Uislamu ili waweze kupata elimu, japo walibakia na imani zao kiundani. Hii ilikuwa ni njama kabisa za makusudi za kujaribu kutimiza azma yao ya kuua Uislamu. Lakini vile vile katika miaka ya 1910, enzi zile, miaka ya 10 ile, serikali ya kikoloni ilitoa waraka wa kuwashauri watawala wao madisi katika mikoa yote ya Tanganyika wakati huo kuhakikisha kwamba wanatoa rai itakayoweza kuhakikisha kwamba kunatungwa sheria kwa ajili ya kufuta kabisa na kupiga marufuku Uislamu hapa Tanzania. Moja ya hiyo taarifa inasomeka kama inavyosoma hapa: mnaombwa mlete taarifa katika kipindi cha miezi 3 tokea kupokelewa kwa waraka huu. Taarifa hiyo ieleze namna gani walimu na watumishi wa serikali wanavyoweza kutumika ili kukomesha kabisa kuenea kwa Uislamu. Je, mnadhani inawezekana kutunga sheria ya kupiga marufuku Uislamu kabisa? Bila shaka inawezekana kutunga sheria ambayo itazuia walimu wa Kiislamu wasitahiriwe au kuhubiri katika misikiti na kadhalika. Watumishi wengine wa serikali itabidi wahusike na sheria hiyo. Wataalam wameshauri wananchi wasiokuwa Waislamu washauriwe watiwe hima kufuga nguruwe, kwani kwa kufanya hivyo uenezwaji wa Uislamu utasimama. Wazo hili lifikiriwe. Steen, gavana wa Kijerumani aliyetawala Tanganyika. Hii ni amri iliyotolewa na gavana wa mkoloni Mjerumani aliyekuwa na shabaha ya kufuta Uislamu usiwepo kabisa Tanzania. Wale ambao watakaokuwa wanashaka au pengine wataniita jina la uchochezi na kadhalika, ningewaomba waende serikalini watazame katika GN, Government Notice namba 40, gazeti la serikali la tarehe 15 mwezi wa 5 1916, na ikanukuliwa toka Impact International Volume namba 1322 London tarehe 25 Novemba hadi tarehe 8 Disemba 1987. Lakini vile vile wakati wa utawala fulani katika nchi yetu, kwa sababu si nia yetu kutaja majina ya viongozi ambao walijaribu na wao kufanya jambo kama hilo, kwa sababu hatuna tatizo la ubaguzi hapa nchini. Tunapoona tatizo tunalizungumzia ili lipatiwe ufumbuzi. Lakini kiongozi huyo alisema hivi: Tanzania sio nchi ya Kikatoliki, lakini Ukatoliki una nguvu. Wafahamisheni wachungaji, yani mapadri na mapasta na maaskofu kuwa katika 5 nimeunda idara ya elimu na humo nimeweka waziri wa Kilutheri. Hakuwa mwanasiasa, lakini nimemchagua kutokana na msimamo wake, utu wake na uthabiti wa imani yake. Neno haya yalitolewa na kiongozi wa nchi. Unapotaka kuyajua yameandikwa wapi, nenda kaangalie kitabu kinachoitwa Development and Religion in Tanzania, ukurasa 335. Hizo ni njama za watawala wa kikoloni na athari zao zikabaki baada ya uhuru kwa watawala wetu wa kiraia kama walivyo wa Tanzania wenzetu. Na haya ni mambo yalikuwa miaka mingi, sio leo. Ni mambo yalikuwa miaka mingi wakiyafanya wakoloni wakati wa kitukoloni. Bila shaka walikuwepo Waislamu wakati huo ambao walihitaji elimu kutoka katika mashule ya Kikristo. Ili kufanya hivyo walilazimika kutumia majina ambayo yaliwafanya wasijulikane kirahisi kwamba wao walikuwa ni Waislamu. Mashule nayo kwa kujua kwamba zilikuwepo mbinu za namna kama hiyo, walitumia hila mbalimbali kuwafanya hata wao Waislamu walioamua kujiunga na shule zao washawishike kubadili dini au wapoteze kabisa imani kwa dini yao. Moja ya mbinu zilizotumika ilikuwa ni kutengeneza ratiba ya masomo na kalenda za mihula ambazo ziliwanyima kabisa wanafunzi Waislamu nafasi ya kujiunga na familia zao, huku muda mrefu wakifundishwa misingi ya Ukristo wakiwa mashuleni. Hili likichanganywa na hila nyinginezo zilizoandamana na utoaji elimu katika nyakati hizo, vijana wengi waliofanikiwa kupata elimu katika mashule hayo ama walibadili dini au walipoteza kabisa mvuto kwa imani yao ya dini ya Kiislamu. Hizi zilikuwa njama haramu za kikoloni dhidi ya Uislamu ambazo hata hivyo tumezirithi na kuziendeleza ndani ya uhuru, huku tukijinasibu kuwa na serikali ya kisekula na yenye kuzingatia haki
na usawa wa kiimani miongoni mwa raia wake. Pendekezo letu katika kuondoa dosari hiyo ni Wizara ya Elimu ya Taifa, Waziri wa Elimu pamoja na wasaidizi wake kushirikisha wataalamu wa Kiislamu katika uundaji wa kalenda zake ili kupata kalenda iliyo sahihi itakayowawezesha mihula ya masomo itakayozingatia haki na usawa wa wanafunzi wa dini zote katika kushiriki misingi ya ibada ya dini zao, ikiwemo hayo mapumziko mafupi wakati wa sikukuu za Kiislamu kama ilivyo mapumziko katika sikukuu zote za Kikristo ambazo tayari ama zilirithiwa toka wakati wa wakoloni ambao walizipanga kwa makusudi kwa nia ya kuwadhalilisha na kuwanyima elimu Waislamu, na tukazirithi sisi, na kwa kuwa zimenyamaziwa kwa muda wote inaonekana kuwa ni jambo la kawaida maadamu Waislamu wamezidi kukaa kimya. Katika tafakuri nyepesi inaweza kutokea hoja kwamba tarehe za sikukuu za Kiislamu hubadilika kila mwaka kulingana na kalenda inayofuatwa na serikali yetu, hivyo haziwezi kutengewa muda maalum katika ratiba ya Wizara ya Elimu. Hii haiwezi kuwa sahihi kwa vile ratiba hizo za wizara hupangwa kila mwaka, na ndani ya mwaka mmoja sikukuu hizo za Kiislamu hazibadiliki wala hazijirudii, na hujulikana wazi kwa wataalamu wa ratiba za Kiislamu wakiwemo wanafalaki wa Kiislamu. Kwa mfano, iko shirika moja la Kiislamu linaitwa Al-Itra Foundation. Al-Itra Foundation wanatoa kalenda kila mwaka. Kalenda ya Itra Foundation mimi nimekuwa nikiitumia kwa muda wa zaidi ya miaka 30 iliyopita na haijawahi kukosea, na kila wakati inapofika katika sikukuu ya Kiislamu kalenda ya Al-Itra Foundation inaandika pale kwamba sikukuu ya Idi itakuwa tarehe fulani ya mwezi mathalan April au tarehe ya pili yake. Haikosei hata mara moja, haijawahi kukosea. Kama itakosea ikosee mwaka kesho, mwaka huu haikukosea na miaka 30 nyuma haikukosea. Endapo Wizara ya Elimu itataka kupata kalenda madhubuti ya Kiislamu ambayo haiwezi kukosea katika ratiba yake ya kila mwaka, ili kuweza kujaribu kutatua tatizo hili ambalo linawakumba vijana wa Kiislamu, wanaweza kupata wataalamu endapo watawahitaji. Wanaotengeneza kalenda wapo, na moja wa wataalamu hao wanapatikana kwenye Itra Foundation. Ikiwa dhamiri ya kurekebisha dosari hiyo itakuwepo, basi hakuna shaka serikali kwa kushirikiana na wataalamu wa dini ya Kiislamu wanaweza kuandaa siku kadhaa katika ratiba yao ya masomo ili kutoa nafasi ya kutosha kwa vijana wa Kiislamu waliopo katika mashule ya mabweni kushiriki sikukuu zao za kidini kwa mujibu wa misingi ya imani yao kama vile ilivyokuwa kwa vijana wa Kikristo. Hoja nyingine inayoweza kuibuliwa dhidi ya pendekezo letu hili ni ile ya kwamba nafasi hiyo kwa vijana wa Kiislamu ikiwa itazingatiwa itaanzisha mlolongo wa likizo utakaoharibu ratiba za masomo ambazo wizara imejiwekea. Hiyo nayo ni hoja dhaifu sana, kwa sababu hatua yoyote ya kurekebisha mifumo inayoondoa usawa miongoni mwa watu wa taifa moja haiwezi kuepukika kwa gharama yoyote iwayo. Juu ya hoja ya kutengeza mzigo mpya wa gharama za likizo kwa wazazi katika likizo hizo si jambo la maana vile vile, hasa kwa sababu wako vijana wengi ambao wanabaki mashuleni wakati wa likizo za Pasaka na Septemba, achilia mbali likizo ya mwisho wa muhula. Tunachoongelea hapa ni uwepo wa mwongozo wa kisheria utakao rasimisha likizo hizo fupi na sio uwezo wa utekelezaji wake. Ukisha kuwepo mwongozo huo, mzazi atajua mwenyewe mtoto wake aende wapi katika likizo kama hizo, na endapo atashindwa kurudi nyumbani kwa sababu yoyote ile, muradi anapate namna sahihi ya kusherehekea sikukuu hizo badala ya kubaki shuleni kwa kubanwa na ratiba ya shule inayotolewa na Wizara ya Elimu, wizara ambayo inatoa likizo muafaka na sikukuu za Kikristo na inatoa likizo zisizokuwa muafaka kwa wanafunzi waliokuwa Waislamu. Kwa hiyo ni haki yetu Waislamu, na hakuna sababu yoyote ya gharama wala lolote linaloweza kutunyima Waislamu haki ya kuweza kutekeleza mambo ambayo serikali inayaheshimu. Kubwa zaidi katika kipindi hicho, programu zote za masomo zisimame kama zinavyosimama katika kipindi cha sikukuu za Pasaka na sikukuu za Christmas, pale panaposherehekewa kuzaliwa kwa Bwana wetu mtukufu Isa bin Maryam au Yesu bin Maryam alayhi salatu wasalam. Awali zilikuwepo taratibu nyingi zilizozuia haki za kiimani za watoto wa Kiislamu mashuleni
lakini baada ya kubainishwa zilifanywa kazi na nyingi kurekebishwa kufikia hapa tulipo hivi sasa. Baadhi ya mambo hayo ni kama vile uvaaji wa hijabu mashuleni kwa watoto wa kike wa Kiislamu, ambayo awali ilionekana kuwa jambo la ajabu, lakini sasa limekuwa la kawaida, huku likiwapa vijana hao haki yao ya kidini ya kuhifadhi vichwa vyao. Lilikuwa likitolewa hili kwa shabaha ya kuonyesha kwamba kuwafanya watoto kuvaa nguo za hijabu itakuwa ni kama kutangaza Uislamu. Walikuwepo Wakristo ndani ya wizara ambao walikuwa wanaamini hivyo na wana mamlaka hayo. Wengine kama mimi nilikuwa mtu wa kwanza kumchukua binti niliyokuwa nikimlea na kumvika hijabu na kumpeleka shule, na akafukuzwa shule. Nikamtafutia private akaanza kusoma. Lakini tumekwenda tukipigania haki hiyo mpaka leo wanafunzi wanavaa wanavyotaka kwa mujibu wa masharti yanayotolewa na shule husika. Kulikuwepo na utaratibu katika nchi hii uliokuwa una limit, unafanya kiwango cha mwisho cha wanafunzi watakao chaguliwa kuingia chuo kikuu kila mwaka. Hesabu hiyo inajirudia kila mwaka, hesabu hiyo moja. Tukaipigia kelele kwa muda fulani ikabadilishwa. Na tatizo ilikuwa ni kwamba majina yalikuwa yanaainishwa. Tatizo hilo waziri mmoja alilalamikia kwa serikali, na serikali ikampa majibu kwamba hilo ni jambo linataka lipelekwe kwenye chama kitalishughulikia na kuleta mapendekezo ambayo yatatekelezwa na serikali. Ilipofanywa utaratibu huo, wanafunzi wa Kiislamu walitoka kwenye asilimia waliokuwa chini wakapanda juu mpaka wakafika takriban asilimia 60, lakini wakati wa kwenda chuo kikuu hawazidi 18. Hii ilikuwa ni njama za kutaka kuhakikisha wanafunzi wa Kiislamu hawapati nafasi za elimu. Zilikuwepo dosari za kujumuishwa kwa matokeo ya mitihani ya Kiislamu katika madaraja ya ufaulu wa wanafunzi kidato cha 4, lakini baada ya jambo hilo kubainishwa, sasa limerekebishwa. Watoto walizuiliwa kwenda kutekeleza ibada ya swala za Ijumaa, na hata wafanyakazi wa serikali. Hata wafanyakazi wa serikali waliokuwa wakifanya kazi serikalini walikuwa hawapewi ruhusa ya kutoka maofisini kwenda dakika chache tu, labda saa moja hivi, waende wakaswali msikitini siku ya Ijumaa, warudi kuendelea na kazi zao. Hata kwa kuilipia ile saa waliokwenda kuswali, waende wakaswali, wakirudi kazini baada ya muda wa kazi walipe, pia walikuwa wanakatazwa. Ilikuwa ni utaratibu uliopo katika nchi hii. Kwa sababu hii ni imani yetu kwamba hata hili la likizo fupi kwa wanafunzi wa imani ya dini ya Kiislamu katika misimu ya sherehe za Kiislamu linaweza kurekebishwa kama itakuwepo dhamira ya serikali ya kutaka kufanya hivyo, na kama si jambo la makusudi la kudhoofisha baadhi ya mambo ya Kiislamu. Lakini ni imani yetu kwamba hili si jambo linalotazamwa. Tunaamini kuwa ni jambo lililopita na lililorithiwa na wakoloni, lakini sasa hatuna mkoloni miaka zaidi ya 60. Kwa hiyo ni vizuri haki hii itekelezwe, ni vizuri wataalamu wa Kiislamu waitwe, na Wizara ya Elimu iweke utaratibu itakaoweza kuwakutanisha wataalamu wanaotengeneza ratiba ya likizo za sikukuu za kidini. Wapatikane wataalamu wa Kiislamu ambao watashiriki katika kutengeneza ratiba ya mwaka, na ili hizi sikukuu za Kiislamu ziweze kupata nafasi inayohusika. Tunamwomba Mwenyezi Mungu mtukufu awajalie viongozi wetu, amjalie rais wetu hekima na busara, na amjalie kuwa na washauri waliokuwa wazuri, wenye nia njema, watakaoweza kumpa mashauri atakayoweza kuyapitia maamuzi yaliyokuwa mema kwa faida ya taifa letu kwa ujumla wake. Kwa upande wetu Waislamu na wapenda haki na amani kote duniani, tunawakumbusha kama ilivyo kawaida yetu kuhusu Wafalastini. Tunakumbusha juu ya haki za Wafalastini. Msisahau kwamba Wafalastini na ardhi yao ni nchi yao na wanadhulumiwa. Dunia nzima inafahamu Mazayuni hawana haki ya kuchukalia kimabavu ardhi za Wafalastini. Dunia nzima inajua hivyo, Umoja wa Mataifa unajua hivyo. Lakini jambo la mwisho kabisa ni kuwataka na kuwaomba na kuwakumbusha ndugu zetu Waislamu mahala popote mlipo na mnaotusikiliza kwamba mauaji yanayoendelea kufanywa Falastini yanafanywa na watu ambao ni walafi wa maisha, watu ambao wana miili ya kibinadamu lakini wana mioyo ya kinyama, kwa sababu mtu binadamu wa kawaida hawezi kufanya kile ambacho Wazayuni wanachokifanya pale Gaza kwa kushirikiana na Donald Trump, rais wa Marekani na taifa la Marekani. Kwa vyovyote vile ni makosa na ni maasi na ni jambo ambalo linapaswa kulaaniwa na kila mtu mwenye utu na ubinadamu. Tusisahau ndugu zangu Waislamu, wale wanaosimama usiku katika tahajjud na swala zao nyinginezo,
katika dua zetu, katika swala zetu, katika mikutano ya dhikri, katika madrasa zetu, katika swala zetu, kuomba dua kwa ajili ya kuwaombea ndugu zetu wa Falastini wapate amani. Lakini si Falastini tu, kuna watu wanauliwa DRC Congo, kuna watu wanauliwa kule Sudan, kuna watu wanauliwa kule Ukraine pamoja na Russia. Wote hawa wanapoteza maisha pasipokuwa na sababu, na si dhamiri ya Mwenyezi Mungu kutuweka ulimwenguni kwa sababu ya kuuana. Tusisahau kusoma suratul Fil, alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil. Hii sura ni munasiba kabisa na watu wanawaua wa Falastini kutoka walikotoka katika nchi zao, wakaja kuwaua ili wawafukuze katika nchi zao. Tukisoma suratul Fil, Mwenyezi Mungu atawaangamiza wale wanaopanga njama za kuwamaliza wa Falastini. Tusomeni suratul Lahab kwa ajili ya kumuomba Mwenyezi Mungu yale wanayofanya kwa Falastini yawageukie wao ili salama iweze kupatikana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.